Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo inaangalia ni kwa nini Rais Masoud Pezeshkian anahimiza kukomesha hali ya vita nchini Iran. Na kwa nini rais huyo anatoa wito wa kukomesha msuguano kati ya nchi yake na pamoja na Marekani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametoa wito wa kukomesha msuguano kati ya nchi yake na pamoja na Marekani, akitangaza kuwa ni wakati mwafaka kwa makubaliano ya kudumu. Rais Masoud Pezeshkian aliviambia vyombo vya habari vya serikali, Mungu akipenda tutafikia mahala ambapo tunaweza kutoka katika hali hii ya sasa ya kutokuwa na vita wala kutokuwepo kwa amani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametoa wito wa kukomeshwa kwa kile alichokieleza kuwa ni hali ya kutokuwa na vita wala amani na Marekani, huko wapatanishi wakitafuta makubaliano ya kumaliza vita. Rais huyo alisema mnamo Jumamosi kuwa Iran iko katika nafasi nzuri na anaamini ulikuwa ni wakati mwafaka wa kufikia makubaliano na Marekani. Matamshi ya rais yalikuja wakati Iran na Oman zikitekeleza makubaliano ya kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambapo karibu 1/5 ya shehena za mafuta duniani zilipita wakati wa amani. Tehran imeweka kizuizi cha baharini hivyo tangu Marekani na Israel zilipoanza vita dhidi ya Iran mnamo Februari 28, ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 3400. Hata hivyo, waziri wake wa masuala ya kigeni Abbas Araghchi mnamo Jumapili alisema mazungumzo na Oman kuhusu usafiri na usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz na karibia hatua za mwisho, lakini akaongeza kuwa kufunguliwa tena kwa Hormuz kunategemea masharti mengine na fidia kwa ukiukwaji wa mkataba wa maelewano wa Juni ambao Iran ilisaini na Marekani. Alikanusha kuwa Iran ilikuwa ikifanya mazungumzo na Marekani, akisema walikuwa wakibadilishana ujumbe tu kupitia waamuzi. Kwa hivyo Pezeshkian anajaribu kuisukuma Iran kuelekea makubaliano, na kauli yake inamaanisha nini? Rais wa Iran alisema anaamini kuwa sasa ndio wakati mwafaka zaidi wa makubaliano. Kuna mshikamano, nguvu na umoja nchini, na nijuavyo Iran inachukuliwa kuwa washindi na wenye nguvu katika vita hivi, aliviambia vyombo vya habari vya Iran. Pezeshkian pia alisema Iran na Washington zilipaswa kuanzisha njia ya kushughulikia ukiukwaji na usitishaji wa mapigano. Kwa vyovyote vile, ukiukwaji hutokea katika kila mkataba wa maelewano. Kimsingi, timu inapaswa kuundwa kushughulikia ukiukwaji wakati huo badala ya kupigana. Tunahitaji kuona jinsi ya kuyatatua sasa, ikiwa suluhu itawezekana, ambayo kwa sasa inafanywa kazi katika mazungumzo ya Oman. Mungu akipenda tutafikia mahali ambapo tutaweza kujiondoa katika hali ya kutokuwa na vita wala amani. Wiki hii iliyopita, Iran na Oman zimeripotiwa kufanya maendeleo makubwa kuelekea mpango wa amani ambao Iran itasimamia meli zinazoingia Ghuba, huku Oman ikisimamia trafiki kuelekea nje. Araghchi aliwaambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo yanayoendelea ni juu ya kuanzisha njia ya muda katika lango la bahari la Hormuz na kusema tuko karibu sana na matokeo. Alhamisi ya wiki iliyopita, Tehran ilisema imekubali kuratibu upya njia za meli kupitia lango la bahari na Oman. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Iran pia limesema kwamba kufunguliwa tena kwa lango la bahari la Hormuz kunategemea Washington kukubali masharti ya Iran. Wakati wote Marekani itakapokubali masharti ya Iran, lango la Hormuz litakuwa limefunguliwa tena. Msemaji wa IRGC Hussein Mohibi alinukuliwa akisema kupitia shirika la habari la Tasnim. Lakini hebu tutazame kwa nini Rais Masoud Pezeshkian anataka amani zaidi na mazungumzo na Wamarekani, licha ya kwamba Wamarekani wamekuwa wakifanya mazungumzo na Iran, lakini baadaye wamekuwa wakishambulia Iran. Kwa sasa taifa la Iran lipo katika hali mbaya ya kiuchumi. Rais huyo anatafuta njia ya kumaliza vita ili tu nchi iendelee kujiendesha, na moja kati ya matakwa ambayo ametolewa katika kufunguliwa kwa lango la bahari la Hormuz, ambalo pia rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian anategemea, ni pamoja na Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo rais Masoud Pezeshkian anaamini kwamba kuondolewa kwa vikwazo hivyo kutaifanya Iran kuwa taifa lenye uchumi mkubwa. Moja kati ya jambo ambalo anahofu ni kwamba endapo Iran itaendelea kuwa katika vikwazo, hali ya uchumi itazidi kushuka, na kwamba kama vita vitaendelea kwa muda mrefu, uchumi wa Iran utaporomoka na hali ya maisha itakuwa ni ngumu mno kwa Wairan. Kukomesha vitisho vya Marekani dhidi ya Iran na kile ambacho IRGC imekielezea ndio mpango ambao kwa sasa wa Iran wanataka, lakini si kusitisha tu vita, bali kusitisha vita kwa kuwa na faida.
ni jambo pekee ambalo IRGC inalitazama. Lakini IRGC inaona kwamba kama itaendelea na mapambano, ni wazi Marekani yenyewe itaweza kujiondoa, na hata kama haitaondoa vikwazo dhidi ya Iran, lakini ikiwa vita vitaendelea kwa kutumia nguvu kubwa ambayo IRGC itakuwa imefanya, ni wazi itajiona kwamba ni mshindi na itazidi kujiamini zaidi na itaweza kuuza mafuta nje ya nchi kama siku za nyuma. Ikumbukwe wauzaji wa mafuta wa Iran ni jeshi la IRGC, na jeshi hili limepewa nguvu ya kuulinda uchumi wa nchi hiyo kwa namna moja ama nyingine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.